Kwanza kabla sijaenda mbali, jamani, Dulivani alichangisha michango ya harusi. Na zile hela naamini wangetakiwa warudishie wale ambao wamechanga harusi. Lakini nasemekana mpaka sasa hakuna mtu aliyerudishiwa pesa. Pesa za michango amechukua, which is all the best to him. Lakini nilipata bahati ya kuzungumza na Mama Malu. Yule mama alizungumza kabla ya yote, nadhani mimi ndio niliowafufua. Yule mama alizungumza wazi kwamba Dulivani tunashangaa anaweka hadi magrupu ya kuchangisha wakati hajafika hata nyumbani kwa ajili ya kutoa mahari, hata kujitambulisha tumfahamu. Kwa hiyo kile kitu kilikuwa batili. Mimi nikawaombea kwa Mungu, nikiamini kwamba yatakwisha na Dulivani ataenda, lakini inaonekana yameshindikana. Na inasemekana Malu ni mwanamke ama nasema ni binti ambaye kwao hakuna mafua, binti wa kitajiri yule. Mimi habari ninazo, kwao ni mboga 7. Wakina Malu mboga 7, kuna jioni wakitaka kwenda kwenye movie wanapelekwa, dina wanapelekwa, na inasemekana alikutana somewhere Coco Beach na Dulivani, huko ndo walikokutana. Tena ilikuwa siku ya birthday. Kwa hiyo yule ni mtoto wa mboga 7. Huenda kuna vitu, manake ilifika wakati wazazi wakataka kugive up, kumwacha endelee na Dulivani wake. Lakini inasemekana yeye mwenyewe kuna vitu vimemshinda, amevichoka kwa Dulivani, ndio maana wameachana. Na unadhani kwa hiyo ni nini? Sasa tunaona yule alimpa gari. Lile gari lilikuwa ni kanjanja. Kwa sababu yule binti alikuwa anaenda siku nyingine kwao na bajaji. Yaani akitoka kwao ndio wanabebwa na gari, wanapelekwa kutembea, lakini akitoka Dulivani mara chache alikuwa analetwa. Mara chache alikuwa anakuja mwenyewe na bajaji kutoka kwa Dulivani. Mengi alizungumzwa, of course, unajua familia zinakuwa na machungu mengi, lakini mimi ninachoamini wale watoto bado wadogo. Hata Dulivani bado mdogo. Inawezekana kabisa haya yanayozungumzwa kwa Dulivani bado ndio kwanza anajitafuta. Kuna vijana wangapi wanataka kufika kama alivyo Dulivani wanashindwa. Tusiwakatishe tamaa. Taratibu Dulivani na yeye aende taratibu tu, Mungu atampa chaguo lake. Nimeona pia Nifa amemshauri ama ameshangazwa na kile ambacho Malu anakifanya, kufanya media tour na kuzungumzia uhusiano wake. Comment yako ni ipi kwa kile ambacho alikizungumza Nifa? Alikuwa sahihi kumwambia hivyo? Kwa sasa mimi naomba ni upande wa Malu, kwa sababu hatujui kile anachokipitia. Yule mtoto alimpenda Dulivani, alidiriki mpaka kuwakataa wazazi wake, kukimbia akaenda kuishi na Dulivani. Leo hii anakuambia hamuhitaji. Mimi nadhani tumsikilize tu feelings zake. Unajua Tanzania kuna jambo moja, kuna wakati mtu unaweza ukawa kwenye mawazo mengi, kwenye dimbwi la giza, watu wakakukimbia. Yule mtoto ana mawazo sasa. Malu ana stress. Hajui yule mtoto, nawaambieni mtoto mboga 7 kwao, nakwambia. Kwanza babake, upande wa babake ni wa Italiano. Upande wa mamake ni kutoka Tanga. Wallahi ladhim. Toto hizi heka hazijui. Kwa hiyo akiitwa Wasafi anaenda, akiitwa Clouds anaenda. Mimi mwenyewe hapa ninajipanga tu nimlete My TV. Hajui yule mtoto bado mdogo, yule mtoto mboga 7. Kwao bado kabisa. Bado kabisa. Kwanza issue ya Dulivani hiyo, ndio walikuwa wameshana maneno na kwenye comment na Marconi. Unahisi ilikuwa ni jambo zuri kumshana maneno machafu kwenye kijamii Dulivani na Marconi? Hapo mimi niko strict kidogo. Juma ni rafiki yangu, Dulivani ni ankali yangu. Mimi nadhani kama umeamua kufanya kazi ya jamii inabidi uwe na subira, uwe mvumilivu, uvumilie vyote, uvumilie comments, uvumilie maneno makali, matusi. Naamini Juma ni mvumilivu. Juma is such a smart boy. Sio kweli kabisa. Mimi naamini angetakiwa kuwa mvumilivu tu. Watu kama wale ndio hapa nimetoka kusema wanapitia. Dulivani hawezi kuwa sawa na msongo wa mawazo.
Ndio. Sawa. Issue ya Dula Makabila na dada yake nizeni kama nao kama wanarushana vijembe fulani hivi mara mtoto wake ameachika sio na nini watakuwa mtoto akiachika ameachika, hakuna zaidi. Mtoto ameachika, sawa, ni mapenzi yake jahala. Najua hizi ndoa kuoana pia watoto wakiwa wadogo, changamoto moja kati ya changamoto ni kama hizo. Ndio. Wewe mtoto mdogo na mume wake ni mdogo. Japo nilizungumza na mume wake na mtoto wa Amina. Yule kijana alisema leo ni wao, kesho na mimi nitazungumza. So Mungu atanifanyia wepesi, nitamtafuta tumsikie naye ana nini cha kusema. Japo ndio hivyo nasemekana Siwa alienda akisaidiana na mtoto wake, wakachukua kila kitu, wakabeba kila kitu, wakisema kwamba vile ni vitu vya Najma kwa sababu walivyoolewa alipewa zawadi. Lakini baada ya muda Najma akarudi tena kwa yule kijana. Ikabidi amnunulie tena kitanda yule kijana. So unaona mapenzi yalivyo kwa mara ya pili. Kwa hiyo unaona mapenzi yalivyo. Ni Mwenyezi Mungu tu atufanyie pesi. Sisi wenyewe hatuwezi. Lakini kwenye hayo mapenzi tumeona kwa mfano ndugu wako Dula kila siku amekuwa akimpigia Zailisa. Na Zailisa akatoa onyo. Nimeolewa, unanifanya sana nikosea, fanye uondoke. Dula anasema ulichokifanyia kiache. Nini ambacho unawashauri wadogo zako? Kama Dula alimpenda Zailisa, sawa, walipendana. Sio mbaya kusema nilimpenda, sijui nilimfanyaje, sio mbaya, lakini Zailisa naye inabidi ajue, aliamua, alikubali, akaolewa na Dula, mambo yakawa yentedede. Kwa hiyo sasa hivi kitakachozungumzwa, yeye apite kushoto na Dula apite kulia. Yeye Zailisa apambane na ndoa yake, nampenda Zailisa, ni binti mzuri sana. Ana nidhamu, mrembo, kivaa anapendeza. Kwa hiyo angetulia tu, akapambana na ndoa yake. Tunajua wote Tanzania nzima tunajua kwamba aliolewa na Dula Makabila. Kwa hiyo Dula ana haki, si alitoga mahari? Walimrudishia. Basi ataongea yule, atasema sana tu Dula. Tumpeni nafasi. Watu kanasema mbona sasa kama ni wanaungana na Haji sasa ile kukutana nyumba ikitoka si ndio hivyo tena, si wote walipita mtaa mmoja. Mtaa walioishi ulikuwa mmoja. Kwa hiyo hapana shaka. Hapana shaka. Waacheni. Dama mimi najua wewe pia ni mmoja wadau wa sanaa ya Tanzania. Lazima nikuulize pia kwenye hili. Ndio. Watu wamekuwa wakisema kwamba wasanii wanaotoka Wasafi ni lazima wafanye kazi na Diamond. Yani hata tumeona jana alika post teaser nyimbo yake na Harmonize. Wakarudi kule kama mama, kama mshauri na mdau wa sanaa pia. Kwenye hili hasa unalipi la kuambia Tanzania? Kwenye hili Alikiba ni kaka wa muziki wa Bongo Flava. Tunaweza kusema mdogo wake ni Diamond. Kwa hiyo watu lazima wanapotoka kwa Diamond wanatamani mafanikio, wanaenda kwa kaka Alikiba. Though tunaweza kusema pia Diamond pia anaweza kuwa kaka na wasanii wake, anaweza kuwa yeye ni kaka, yeye ni baba. Inawezekana hata akawa kaka kimuziki kwa Alikiba, lakini kuna jinsi ambavyo mafanikio hupatikana haswa anapotajwa Alikiba, hasa anapotajwa Diamond Platnumz. Kwa hiyo wao kwenda kwa Alikiba lazima waende. Lazima waende. Wataenda wapi? Wataenda kwa Mario. Wataenda wapi? Of course Mario ana vitu vya kuigwa, anaimba vizuri, mipango mizuri. Lakini mwisho wa siku ni hivyo. Ali ni Ali. Kaka Ali ni kaka Ali. Hivyo unasema kwamba Harmonize kwamba sasa hivi ni kama anashuka, sababu juzi nimeona amewajibu mpaka wachambuzi sasa wanasema jambo mnanionea sana, kuja kunaka kuzungumza kwake. Hapana. Harmonize ana stress za mapenzi kwa sasa. Ana gogoro zito na Kajala. Kuna mwanamke mmoja kutoka Ulaya huko alimtafuta Kajala. Akamwambia unaringa nini? Mali yako ndio mali yangu. Harmonize ni mwanaume wangu. Huyu hapa. Wacha kina na juice wale. Wacha waanze kumchamba huyo mwanamke. Wamemchamba. Lakini huyo mwanamke amemtumia Kajala video, kamtumia picha. Kwa hiyo kidogo wana gogoro yeye na Harmonize. Na ndio maana wiki zote hizi hatumuoni Kajala,
na Harmonize. Hata ile show ya Mwenge hatukumuona. Wamenuniana. Ya Mungu mengi. Kazi na kusali. Kazi na sala. Kazi na sala. Kazi na sala. Mungu ni mwaminifu. Hayo ndio yanayoendelea. Unalipi kwa Tanzania kuambia sasa? Kikubwa tujifunze kupendana, kusameheana. Sisi wote hatujakamilika, lakini tusisahau kutumia anytime sanitary pads. Jamani, balozi ndio mimi. Ukienda dukani kwa Mangi, mwambie Mangi nahitaji ile ya Maimartha. Unapewa kitu yente dede. Kuna ya wembamba, kuna ya wanene, mambo ni. Malo tambebea mwenzangu. Mbebe. Asante. Karibuni sana. Asante kutazama interview hii. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare.